Habari za wakati huu, mtazamaji wa Kamata TV. Leo tunayo mgeni maalum na ni mchambuzi wa masuala ya siasa na pia ni mwandishi chipukizi. Huyu ni bwana John Isidore Masawe. Leo ni tarehe 25 Agosti 2026. Makamu wa Rais Dr. Emmanuel John Nchimbi aliandika barua ya kujiuzulu na kustaafu siasa baada ya kuhudumu kwa takribani miezi 10 tu tangu kuapishwa Novemba 3 mwaka 2025. Hii ni mara ya kwanza katika historia ya Tanzania kiongozi wa ngazi hii kujiuzulu. Bwana John Isidore Masawe, hebu tuanze. Je, unatazama hatua hii kama ishara ya ukomavu wa demokrasia au ishara ya mgogoro wa ndani? Kimsingi hatua ambayo ameichukua makamu wa rais Dr. Emmanuel Nchimbi tunaweza tukaieleza kama ukomavu wa kisiasa, na ni ngumu kusema kwamba kuna mgogoro kwa sababu hilo halijawekwa wazi. Sasa ukomavu wa kisiasa kwa sababu tunaona ni maamuzi ambayo ameyachukua katika barua yake ambayo imesambaa au ameiposti katika mtandao wake wa kijamii. Imeeleza kwamba ni uamuzi ambao ameuchukua binafsi na haijaeleza ikiwa kuna shinikizo jingine lolote. Kwa hiyo binafsi naweza nikaona ni ukomavu wa kisiasa pale ambapo kiongozi pengine ameona kuna mambo ambayo hayapo sawa, au ameona kuna sababu ya kupumzika, au ameshindwa majukumu akajiweka pembeni. Hilo tunalitafsiri kama ukomavu wa kisiasa, tofauti na pale ambapo tungeona pengine akijaribu kung'ang'ania madaraka kwa namna moja au nyingine. Sawa, lakini tunakumbuka kwamba ahadi ya Agosti 27, 2025 hii ilikuwa ni hiari au shinikizo? Kisheria na kwa mujibu wa maelezo yake tunaona hiari, lakini kisiasa tuna mazingira ya sasa yanatufanya tujiulize ikiwa ni hiari yake, kwamba kwa nini wakati huu, kwa nini si wakati mwingine wowote? Takumbuka kwamba umeeleza kwamba ni miezi 10 tu tangu alipoteuliwa akagombea na mheshimiwa rais katika uchaguzi wa mwaka 2025. Unaona, ni pengine ni makamu wa rais aliyehudumu kwa kipindi kifupi zaidi kwa kutokea nchini. Kwa hiyo kisheria tunaona hiari, lakini kisiasa tunapata maswali juu ya uhiari wa hatua ambayo ameichukua. Kwa hiyo mazingira ya sasa, kwa namna ambavyo tumekuwa tukisikia na kauli zake, zinatufanya tubaki na maswali vichwani na hatuwezi kuthibitisha ikiwa kuna shinikizo, lakini tunaona uhiari kisheria. Sawa, lakini tuangalie kwa upande wa rais, anatamani mabadiliko au ni tafsiri yake ni nini hapa? Kauli ya kwamba rais anahitaji mabadiliko haithibitishi mgogoro kisiasa, lakini inathibitisha kwamba pengine makamu rais ameona kuna sababu ya msingi ya rais kutaka mabadiliko. Kimsingi unaweza ukaona kwamba pengine rais anahitaji mabadiliko, anahitaji timu mpya ambayo inaweza ikasaidiana naye, lakini wakati mwingine pengine alihitaji mabadiliko kwenye wadhifa ambao mwenyewe makamu wa rais alikuwa nao. Kwa hiyo kitendo cha maelezo ya kwamba rais anahitaji mabadiliko tunaweza tukayaangalia katika namna hiyo. Pengine rais anahitaji mtu ambaye anaweza akaendana na maono yake, na tukasema pengine huyo aliyekuwepo ambaye amechukua uamuzi wa kujiondoa ameona kwamba maono yake na ya mheshimiwa hayaendani, na ndio maana pengine akasema kwamba rais anahitaji mabadiliko. Kwa hiyo kama rais anahitaji timu mpya, anahitaji watu ambao wana maono sawa na yale ya kwake, tunaweza tukazungumza katika namna